أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rawa Ibn Mas'ud عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kwa kadri ya haja na kwa uwezo tuliokadiriwa kufahamisha neno manhaj lilivyotembea katika historia na mpaka kufikia kwenye Qur'ani, kwamba Qur'ani kama wahyi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao wataalamu waliukuza katika kusoma misingi ya maarifa, wakataja kuna akili, kuna hisia, kuna mambo tungu mzima, lakini Qur'ani ama wahyi hawakuhesabiwa na wakautia katika ngano, na tumeona kwamba Qur'ani si katika ngano, yani hadithi za uzushi za kimazingaomo, bali Qur'ani imetangulia, na kama tutakavyokuona mbele insha Allahu Taala, namna ilivyokuwa yatupa mafundisho na yatusukuma. Sasa kwa sababu ya wakati, leo nataka nimalize hapa, niingie kwenye neno tarbia. Sasa tumenena unwani yetu yaundwa na neno manhajul Qur'ani, mfumo wa Qur'ani kuhusu nini? Malezi. Kwanza, kabla sijaingia kuwaeleza neno tarbia maana yake ya kilugha na maana yake ya kiistilahi inayokusudiwa, nataka tu kutanabahisha kwamba neno hili ni katika maneno mapya katika ulimwengu wa Kiarabu na ulimwengu wa Kiislamu, ambalo lilianza kuzungumzwa katika sehemu ya nusu ya kwanza ya karni ya 19, yani kipindi wanachokiita asrun nahdhatil islamia, kipindi cha mwamko mpya wa nini, wa Kiislamu. Sio ule mwamko wa kwanza wakati wakina tena Jamaluddin al-Afghani
wakati wakina al-Imam Muhammad Abdo, wakati wakina Muhammad Iqbal, mpaka kuja hii asri yetu. Hawa ndio waanzilishi wa huu mwamko wa Kiislamu mpya katika karne ya 19. Ndio hili neno tarbia katika lugha ya Kiarabu lilianza kutumika. Wa ila nitakuja kushiria kwenye Qur'ani hakuna neno hili kwa maana hii, sineni hakuna kabisa, halikutajika kwa maana hii tukusudia ya kimalezi. Limetajika kwa maana nyingine za kilugha kama Rabbu, ambao ni moja katika maina ya Mwenyezi Mungu. Narudi hapa kwenye tarbia, na ndipo pale unapofasiri utafasiri vipi? Watu wasao unena Rabbul Alamina, Mola mlezi. Mbona lazima utie neno mlezi? Mola peke yake halifasiri Rabbu. Mola laweza kuwa ni tafsiri ya ilah, lakini ukitaka kuifasiri Rabbu mpaka uongeze neno nini? Mlezi. Kwa hivyo unatokamana na nini? Tarbia, ambayo ni malezi. Lakini kwa msuko huu halikutumika. Qur'ani imetumia maneno mengine karibu 6-7 na nitakuja inshallah kuyapitia, lakini ni maashirie mbio. Qur'ani imetumia neno tazkia kwa maana ya malezi, wa yuzakihim. Qur'ani imetumia neno mathalan, au katika hadithi ta'dib, adabu. Wataalamu wametumia maneno mbalimbali, lakini neno tarbia ni pia lamaanisha nini katika lugha? Wanazuoni wa lugha ya Kiarabu wasema tukilifuatilia hili neno tarbia, kuna utata kiasi fulani katika kuijua ishtiqaqi yake, kwa sababu kuna maneno matatu yote yafanana na neno hili. Neno la kwanza wanena kuna raba kwa alif, re alafu be kisha nini? Alif. Raba ambao fi'lu mudhari yake inakuwa yarbu kwa wao, kama sama yasmu. Sama amepaa, sio? Na yasmu ndio fi'lu mudhari yake. Sasa katika Kiarabu tuna neno raba yarbu. La kwanza lamaanisha nini? Lamaanisha an-numuu wa ziyada, kuvia na kuongezeka. Kuvia, sijui Kiswahili kingine nene hii, kitu kimevia. Kama utasikia Waswahili mamama nyumbani wakipika watakwambia mte huu sinete, kumwambia niye mwanamke, wewe umekwenda dukani umepewa tu umenunua. Mara utasikia mwanamke uwaka nyumbani, unani mama, atakwambia bana mte hunu usinete. Unani anena hauvi, yani haufuri ukaya. Manake ukiweza kupika, kuna mitee ukiutia kilo ukia utaona alhamdulillah sufuria tele. Kuna na mwingine ukiutia ubaki pale pale. Yani kuvia kwa lugha nyingine ni kuongezeka kitu ambayo maongezeko yake yazalika ndani yake, si ya kuwetwa kwa yu. Wewe ule mteo uloutia kwenye sufuria ni ule kilo, kuongeza umefura ukawa mwingi. Hii huitwa an-numuu. Na siku hizi neno hili ndio hutumika katika community development, huitwa at-tanmiya al-ijtimaiya. Ndio hiyo minan-numuu at-tanmiya. Kwa hivyo maana ya kwanza ya kilugha ya neno moya ambalo lafanana na tarbia ni raba yarbu, kwa maana ya aziyadatu wanama, kuzidi na kuvia. Na hili neno limetumika katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wataral ardha hamidatan, taiona ardhi imefanya nini? Fa idha anzalna alaiha almaa
lakini tunapokuja tukaipiga mvua kama siku hizi au chaka mwitu mweupe, mara huya kukashuka mvua, fa idha anzalna alaiha almaa ihtazzat, huja ikatetemeka ile ardhi ikapasuka, warabat hapo warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij, huja ikavia ardhi ile ile ikatoa mimea katika kila aina ya mbea mbili. Sasa Mwenyezi Mungu hapa ametumia neno raba yarbu, na taban raba kwa vile limeingiliwa na ta'u ta'nithi, alifu huondoshwa ikawa rabat. Hilo ni neno la kwanza. Neno la pili katika Kiarabu linalofanana na tarbia, napenda mushike maneno haya. Ya kwanza ni annamau wa ziyada, kishikeni uzuri hili, kuongezeka na kuvia. Ya pili kuna neno ya raba kwa ye. Sasa ile raba ya kwanza nimewaambia ni kwa nini kwa alif, hili ni kama rama. Sasa raba na yarba pia kwa alifu, ile ni yarbu, alifu ubadilishwe kwa nini wao. Hili la maanisha nini? Hili la maanisha atanshia wariaya, kukikuza na kukitunga. Tanshia ni kukikuza. Hata siku hizi kuna humsamiati huitwa chipukizi, sio? Watu wapenda sana kukwambia vijana chipukizi. Kiarabu utanena hii anush wanaita. Hata kuna baadhi ya zitabu zimeandikwa tarbiyatun nushi fil Islam, kuwalelea chipukizi katika Uislamu. Hilo neno tanshia ni kitu kinachokuwa ukakisimamia katika makuzi yake na ukakipa ulinzi wa riaya. Hii maana ya pili imetumika kwenye Qur'ani pia. Hii ile maana ya kwanza nimewaonesha kwenye ardhi inavovia ikatoa mimea, sio kwa maana ya kuongezeka na kuvia. Sasa tuje kwa maana ya kukua na kulindwa. Firauni, Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, alizaliwa Masri kwa kudra ya Mwenyezi Mungu, na akayewa katika nyumba ya nani? Ya Firaun, ambaye alitoa oda kila kijana mwanamume auawe, na Mwenyezi Mungu kwa kutaka kumuonesha uwezo wake, yeye amtafuta Musa kumuua. Mwenyezi Mungu akampekea Musa amlinde yeye asiuawe. Angalia kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akayewa, akakuwa mpaka akawa mtu mzima. Toba, ndani ya Masri kulikuwa kuna utabaka, ukabila. Wale Banu Israila waloletwa na Nabii Yusuf, manake asili ya Bani Israila kuingia Mayahudi kuingia Masri ni pale Nabii Allah Yusuf alipowagurisha kutoka Kanaan, akamchukua babake Yaqub, ambao Yaqubu ina lake ndio huankuliwa Israil. Israili ni ina la nani? La Yaqub, na maana yake ni Isra ni abdu na il ni Allah. Kwa hivyo ni Abdullah kwa maana ya Kiabrania ama ya Kisarayani. Sasa wale wana 12 ndio walikuwa wakiankuliwa wana wa Israeli, yani wana wa Nabii Allahi Yaqub, ndio wakaitwa Bani Israil. Wale walietwa kule Masri na Nabii Yusuf, lakini baada ya muda mababu kufa, walibadilika wakaonekana ni watu wanyonge na wakawa wanyanyaswa na Firauni na hawana haki. Sasa Nabii Allah Musa siku moja ashakuwa mtu mzima barobaro na afya yake, katika kutembea akenda akadirika Masri mmoja kupigana na Bani Israil na yuamuonea, akaingia kati kusaidia. Wale hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi, katika kuamuza likamtoka kofi, akampiga kofi ule adui, kama mama alikuwa hasikii sura ya muzao nini, kofi lile pale pale ule akaanguka akafa. Tabani hiyo ni mada nyingine, sitaki muniingize hapo kanini. Ikawa fujo ndani ya Masri. Nabii Allah Musa akafanya nini? Ikabidi atoke kwa siri kukimbia.
Akenda huko akapambana na Nabii Allah Shuaibu, akadirika binti zake huteka mai, akawasaidia, wakamtukua, wakampeka paka kwa babao. Babao wakamweleza kwamba huyu ni mtu mzuri sana, alikuwa akitembea alikalia mbee. Baba akamuoza binti yake, akatoka akenda hasa akawa yuarudi zake Masri. Alipopita katika jangwa la Turi Sina, akaona nini? Moto kwa mbali na usiku na baridi. Akawaambia wale watu wake, ningojeni, fa inni anastu naran la'alli atikum. Pengine kuna habari, maana mahala penye moto pana watu. Jangwani kawaida, kwenye jangwa ukiona choshi hutoka kwa mbali, ni alama ya nini? Kuna watu hupikwa pale. Akisonga, kumbe ule si moto, ile ilikuwa ni Mwenyezi Mungu yuwamuita, ndio akahutubiwa pale. Tukaambiwa wakallama Allahu Musa taklima. Ilikuwa ni hapa kaambiwa, innaka bilwadi almuqaddasi tuwa fakhla'na alayka, vua ziatu zako, ngia kwenye uwanda huu mtakatifu. Sasa wendao kuzungumza na Mungu, na huu ndio ule uliozungumzwa kwenye suratu Tini pia, watini wazaituni waturi sinin. Ndio huyu Mwenyezi Mungu akwambia, inni ana Allah, mimi ni Mwenyezi Mungu. Sasa hivi nazungumza na wewe, wewe ni mtumi, akapewa wahi moja kwa moja, na akatumilizwa kwa nani? Kwa Firauni. Nenda kule uzenge wapo kule uloyewa, ukapiga jamaa kofi akafa, ukakimbia ukenda mpaka ukapata mke huko. Sasa kazi yako rudi kule kule, idhhab ila firauna innahu tagha faqula ila an tazakka. Ndipo pale Nabii Allah Musa akamwambia Firauni, peke yangu simwezi, mwingi huyu mtu. Pili, mimi na tatizo la ulimi, ya Allah, sina ufasaha kiasi hiko, na wewe umenambia faqula lahu qawlan layyina, tumia maneno laini ya kuvutia watu uwaite kwenye tablighi, na mimi hapo siwezi, na huyu jamaa ni mwingi. Kwa hivyo nakuomba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Ndio dua yake leo. Kwanza ni pamoyo kwa kuvumilia, maanake kwanza kuna kazi ya kuwaongoza Bani Israila ambao muliwakatani wazungumze kwenye mada mara hii, hawakuitaua mada ile. Watu ambao ukiwaekeza kuvuli henda kushoto, ukiwaekeza kushoto henda kuvuli, ukiwaambia simamani uketi, ukiwaambia ketini usimama, ukiwaambia ni usiku mtana, ukiwaambia ni mtana. Kwanza kuna kazi ya kwenda kuwaongoza watu hawa. Pili, watu hawa sampuli hii ndiyo jeshi lilioko nyuma la kupambana na Firauni. Kwa hivyo ya Rabbi, mwanzo nipa sharhu sadri, unisahilishie, unifungue kifundo cha ulimi wangu mpaka mwisho akaenda. Sitaki kuendelea sana, nimependa tu kidogo, maana nimeona akili zimechoka sana kupokea mambo ya kielimu, ni wapumbazo kidogo. Ameingia sasa kwa Firauni, tuko kwenye raba yarbu, sio kwa maana ya kukuza na kulinda. Alipoanda kumwedhea, aliambiwa yeye kule, wewe kijana cha yuzi, tumekuyea sisi, hiko kimo ulicho nacho umekipata kwenye nyumba hiwe. Ndio hilo neno rabba limetumika hapa. Walimwambia alam nurabbika fina, yani alam nunshiuka, kwa maana tanshia, sisi tulokukuza wewe, wanaraaka, sisi tulokulinda wewe, tukakulisha, kisha si wewe ulofanya yale mambo yako
wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, hata kukitaja yani yale mambo yako. Kama wewe mathalan ulilelewa kwenye familia, kuna siku moja mathalan kwa ujana ukajepa, pengine siku moja jamaa alikuwa kumepikwa kuku nyumbani, ndai kushishie, jamaa akiingia jikoni wakadirika sufuria nyeupe, kuku meliwa wote. Kufanywa uchunguzi akajulikana kumbe nani ni fulani. Basi pale nyumbani hata ukiwa mtu mzima, mara kuna siku jamaa atakukumbusha tu, kumbuka siku ile. Sio jamaa nini? Sasa ndio yokala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umrika sinina. Hapa wametumia neno rabba kwa nini? Kwa tanshia na kukuza. Na ndio wewe pale pia unapoomba dua, Mwenyezi Mungu akwambia wakhfidh lahuma janaha dhulli min arrahma waqul irhamhuma kama rabbayani, kama walivonikuza na kunilinda nilipokuwa mtoto. Hapa rabba kwa maana ya nini? Ya at-tarbiya, at-tanshia wariaya. Hiyo ni maana ya pili. Maana ya tatu namaliza, siwarefushie sana hapa. Kwa hivyo mumeshika jamani, maana ya kwanza ni kuvia na kuzidi. Maana ya pili ni kukuza na kulinda. Maana ya tatu wanena imetokamana na neno rabba kwa shadda mudhaaf. Rabba ile ya kuvuta, hii haivutwi kama madda shadda, sawa? Rabba madda ya muddu, rabba ya rubu, na hili ndio neno rabbul alamin. Lina maana gani? Lina maana altawalli wasiyasa watamallu, ina maana ya umiliki na utawala na uendeshaji. Na ndipo pale utaambiwa mwenye hii nyumba nani? Kiarabu tanai man rabbu hadha albayt. Neno mwenye nyumba pale limekusudiwa nini? Yani mmiliki nani? Tategemea suala lako umeuliza vipi wewe. Mfano umepita ndani ya nyumba hudia yowe, hakutambuliki ndani. Unenapo mwenye hii nyumba nani? Yani ukusudia mwenye amri ni nani? Mbona ufanya fujo namna hii? Haina rabbu hii, haina mwenye amri nyumba hii. Ukinena fulani ni rabbu daula, yani ni mtawala wa ile dola. Kwa hivyo maana ya pili ina maana ya umiliki, ina maana ya utawala, ina maana ya nini? Ya uendeshaji. Sasa ndugu zangu, nataka muyatanganye mambo haya matatu, muweze kutengeneza kwa kadri ya uwezo wa akili zenu, kamuani kidogo, mutengeneze concept moja yenye mpandamanisho wa maana hizi tatu. Mukiweza kuihudhurisha mafuhumu hiyo kwenye akili zenu iliyotanganya maana hizi tatu, mutaweza kuhudhurisha ufupisho wa maana ya malezi ni nini. Kwanza, mlezi kuna anaelea na anaelelewa, sio? Mlezi ndiye mtawala, ndiye mmiliki, ndiye mwendeshaji. Umenielewa vizuri sana? Kwa hivyo baba ndio mtu wa kwanza wa kulea, sio? Tutoe mfano, baba anapowalea watoto wake, yeye ni nani wao? Yeye ni rabbuhum, na ndio ile kama rabbayani saghira. Yeye ndiyo mmiliki wa jambo lao, yeye ndiyo mwendeshaji wa mambo yao, yeye ndiyo mwenye amri yao. Kwa hivyo mpaka kuwe na malezi, element ya kwanza ni mpaka kuwe na mwenye kunena na mwenye kusikizwa. Kiwa hakuna mwenye kusikizwa, hakuna malezi. Sawa, ndani ya familia kukikosekana mtawala ndani ya familia,
Kukakosekana mwenye amri ndani ya familia, hakuwezi kupatikana malezi, hakuna rabu. Vile vile katika jamii hapawezi kuwa kuna malezi ya kuilelea jamii kama hakuna wenye kunena na wenye kusikizwa wakinena na wenye kufuata wakati ya kineno. Hawezi kuwa na malezi. Malezi hayendi kila mtu kwa kitwa chake na kila mtu kwa amri yake. Lazima kuwe na nani? Na Rabb. Na mlezi wa kwanza wa duniani ni nani? Rabbul Alamin, Bwana mlezi wa viumbe zote. Umeiweka elementi ya kwanza. Elementi ya pili katika malezi ni lazima katika tendo la malezi kupatikane kitu huamkuliwa annamau wa ziada. Na ndio leo katika system za education, tangu shule za misingi au tini kabisa mpaka zuo zikuu, kuna kitu huamkuliwa takwim. Kiarabu wanaita taqyim kwa yeye, na ni topic mzima walimu katika kusomeshwa. Mbali na kufundishwa methodology na mambo ya psychology, utafundishwa vipi utampima uliyemsomesha ameongezeka vipi, ama amefahamu vipi, ama amepata vipi. Ndio kukae kwa hizi zitu kwa mkuliwa homework. Hizi sio malengo. Lengo si ile homework. Kuna baadhi ya wazazi, kila mwalimu akitoa homework nyingi ndio mwalimu nzuri wao. Kwa sababu sisi tumeona kama kufanya homework ndio kusoma, sio kusoma kufanya homework. Ndio kukae kwa zitu huitwa ikhtibarat, test za kila mwezi, za kila wiki. Ndio kukae kwa mitihani ya kila mwaka, ya kila term, ya kila mwisho wa stage. Kama juzi tutatoka kwenye KCPE na leo sijui kesho watamaliza watu wa form 4. Lengo nini zile zote? Lengo ni kuangalia aziyadatu wa numu. Sio umeona pale pwani kwenye ile buntwa ya kule, sio hii Kastamu, kuna kijumba pale yu kimejengwa yule pale buntwa, kuna kijumba kitoto kina paa, na nadira kupita ukakiona kimefunguliwa mlango ha? Ni wangapi katika sisi kwa ndia ya udaku tumejiuliza kile kijumba cha nini? Najua katika nyinyi wako wao. Ni wangapi katika sisi tumejiuliza hata kwa ndia ya udaku tu kile kijumba cha nini na hufanywa nini pale? Mimi kwa kadiri ya uwezo wa akili yangu kwa ninaweza kuyayua, moja kazi yake ile ni kupima mai, sio? Ule muyao wa mai na mnao yao wa ya monitor, yamepanda digrii ngapi, yameshuka digrii ngapi. Kuna watu upima upepo, kuna watu upima mvua, sio? Sasa na huyu mwanafunzi umemwingiza darasani, umemsomesha mpaka amemaliza, wataka kuyua impact ya malezi yako imepatisha kitu kinachoitwa aziyadatu wanama ama hana. Kuna zipimo za kupima. Kwa hivyo kukitokuwa na nyongeza na kuvia, ikawa tuko kwenye amalia ya girba-gorji. Kwa hivyo yataka turudie mitindo yetu ya malezi. Kwa nini hatupigi hatua? Na mimi haya ndio mara nyingi katika mambo ambayo kwamba yalikuwa yakinikera sana, na sina uwezo pengine ama sina tools za kutosha, ama ni mambo yatakayafanywe na watu zaidi. Hata mwaka jana katika darasa tulipokuwa tukizungumza online niliashiria hapa. Kwa nini performance yetu hapa kwetu iko chini? Kwa nini? Kwa jumla, mimi sizungumzi skuli fulani imefaulu, skuli fulani mara mbili, kwa jumla yani. Kwa nini? Huongezwa tuition, huongezwa zitabu, huongezwa nini? Kwa nini tuko hapo? Tuangangana. Niliwahi kumwandikia mwanasiasa mmoja mimi aliposhinda barua, na nilinukuu siku ile, kumwandikia barua open letter.
nikamuomba kutengenezwe jopo la wataalamu waje mwanzo wafanye research za kielimu na kwa methodi za kielimu, kutafutwe tatizo liko wapi na vipi kutaongezwa na vipi kutavizwa. Haiwezekani tuamke asubuhi wewe huongeza kama ule jamaa upiga chuma ana hamu ya kuanda. Sio jana siku hizo hapo. Piga chuma yeye ameanza na kilo 10 wiki. Enda kasimama kioni angezi kitu. Akaenda akaongeza kilo 10 nyingine. Sasa ikawa kilo ngapi? 20. Na alikuwa akipiga dakika 10, sasa upiga ngapi? Dakika 20. Piga chuma, baadaye baada ya wiki mbili enda kusimama kioni akiangalia bado ni ule. Hakuna aziada tu wanama. Atakwenda ataongeza mpaka tukishtuka twenda kumpeka hospitali kumtibu TB sasa. Kwa sababu tumemwangatisha, amejiangatisha mpaka imepita level ya uwezo wake wa kubeba mzigo ule. Sasa yule pengine alikuwa apate daktari amwambie wewe umeinua kilo ngapi? Kilo 10. Kwa siku ngapi? Kwa mwezi. Kuongeza kitwa. Umejuaje? Nimeangalia kioni na mizani upanda kapima. Kila kipanda daktari bana kilo zile 60. Kwa hivyo huongezi na ukiangalia kwenye kioo pia sioni kitu. Sawa. Baada ya kupiga hii chuma hula 4. Mimi hula mahamri na mtozi wa kwali. Umeelewa vizuri sana. Mimi hula mahamri na mtozi wa kwali. Mangapi baba? Utegemea wallahi. Siku nyingine asubuhi upata mahamri mawili na chai ya mkoko. Sasa wewe wataka kutia hamira kufurisha pasipokuwa hapakutiwa unga? Hamira si mpaka ipate unga ndio ifanye nini? Ifurishe? Au hamira ufurayo peke? Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa mara nyingine mwaweza kuiona nyinyi henda mbio kufanya mambo na hakuna plasi ya kitu chochote, ikabidi mujiulize hizi mbio mvipi? Kwa hivyo masala jamanini si kupiga chuma sana. Masala pia yataka na wewe hula 4. Sijui tumeelewana vizuri sana. Masala si kusomeshwa kutoka asubuhi mpaka saa 12 ya magharibi. Masala ni kipi mnachosomeshwa. Sijui tumeelewana vizuri sana. Na ni vipi mnavosomeshwa. Sasa sitaki kuingia kwenye mambo ya education sasa hivi, lakini nataka kuambia neno la tarbia ni lazima siku zote liangazie masala ya aziyadatu wanumu, kuzidi na kufanya nini na kuvia kile kitu pasipokuwa nini. 3, artanshia wa riaya, na iwe ya mkuza yule mtu baada ya kuwa amezidi na kumlinda. Na haya inshallah nitakuja kuyapambanua kwa urefu mbele. Haya ndiyo malezi katika lugha. Katika istilahi tukinena tarbia tumaanisha nini? Tawanukulia taarifi 2-3. Aflatun aliposimama kulieleza neno malezi alinena inna tarbia. Sikilizeni vizuri sana, tumeingia ndani ya mada sasa, kila neno lina hisabu. Inna tarbia, malezi, hiya an tudhfi ala aljismi wan nafsi kulla jamalin wa kamalin mumkinin laha. Malezi ni kukipatia kiwiliwili mwili na nafsi, yani roho, kila linalozingatiwa ni zuri na ni la ukamilifu kwa kadri inavyowezekana. Huyu ni Aflatun, kama akiandika nafikiri hata kistari ukiweka kwa hisabu, si mimi na wewe tunaweza kuongelea maneno 100 yenye hisabu maneno 5. Taarifu fupi ni kukipa kiwiliwili. Aflatun anataka kutuonesha ni lazima ubalance sehemu zote
mbili, kukipa kiwiliwili na nafsi, yani roho, kila linaloonekana ni la ukamilifu na ni zuri kwa kadri inavyowezekana. Kwa nini amenena kwa kadri inayowezekana? Kwa sababu kila chombo kina uwezo. Hizi ni nadharia ziko zamani, zataka kufunguliwa tu. Hapa ndipo tukaja kwenye mambo, si kila mwanafunzi aweza kuwa hodari kwa somo lolote analokuwa hodari mwingine. Hii masala ya kila mtu kujijua awezacho, ambayo yao yasomeshwa kwenye nini, na si masomo tu. Si masomo tu, hata katika maisha yako unayoishi. Wewe nani? Ni fundi? Ni sarumala? Ni baharia? Ni mwimbaji mwenye sauti nzuri? Ni mchoraji? Ni daktari? Kila mtu ana uwezo wa lile. Kwa hivyo ni kila kitu kukipa kwa kadiri ya uwezo wake. Huyo ni nani? Ni Aflatun. Mwingine, taarifi ya pili, mtatosheka na hiyo, yasema at-tarbiya, malezi, hiya musaadatul fardi. Na huyu nimempenda kuliko Aflatun kwenye neno lake la kwanza. Huyo hakunena kumpa. Aflatun kama ataka kutuambia kazi ya malezi, haya ni uchambuzi wangu jamanini, tukikubaliana haya, kazi ya malezi ni kazi ya nipa na nitwae. Yani mlezi watoa, mwenye kulelewa afanya nini? Apokea. Ndio akanena tarbia ni kukipa. Kwa hivyo ukinena kupa, kuna mtoaji na kuna mpokeaji. Huyu asema si masala ya kupanana, ni kusaidiana. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa maana sikupi kitu, kila ulichonacho wewe unacho mwenyewe, ni kukusaidia kukiona ulichonacho. Mupo vizuri sana. Na hizi ni theory ziko kwenye education leo, kwamba kusomesha ni nini? Ni kumfundisha mtu asiyoyua ayue, ama ni kumsaidia ajue anachoweza kujua. Ndio akatwambia at-tarbiya hiya musaadatul fardi, ni kumsaidia mtu ala tahqiqi dhatihi, ajikimu kuhakikisha uwepo wake paka askilie, hata yablugha aqsa kamalatihi, paka askilie upeo wa ukamilifu wake wa kimada na wa kiruhu, almadia waruhia. Kisha istoshe fi itari almujtama'i alladhi yaishu fihi. Huyu amemtupa kwa tano Aflatun, kwambia ni kumsaidia, si kumpa. Sio kilichobaki sawa na yeye kumsaidia nini? Kujikimu dhati yake, ajielewe yeye ni nani, aelewe zipaji zilizoko ndani ya nafsi zake, azitowe kwa kadiri ya uwezo anaoweza kutoa. Kisha huyo ameongeza na kitu kimoja ambacho Aflatun hakukitaja, yani wanaita dharf. Mfano leo mpira umeitrain kama kocha timu yako kisawa sawa, suala kiwanda kipi uliwa train, hiyo inaitwa dharf. Zile nadharia za kimpira zote ulizonazo unazowapatia, zipaji walizonazo wale players zote ziko sawa, hazitimu mpaka tujue zipaji zile zikitangamanishwa na nadharia zako kama kocha ulizowapa, zitatekelezwa kwenye kiwanda kipi. Wa ila ziweza kukiwa wamezowezeshwa kuteza nyasini wakipekwa mtangani. Sijui umenielewa vizuri sana jamanini. Najaribu kuzivunda mpaka mara nyingine maneno onekana kama ya kibarazani, lakini haya maneno ya kielimu.
Kama ni wakuteza nyasini, watezeshwe nyasini. Kama ni wakuteza mtangani, watezeshwe mtangani, watreniwe mtangani. Kama mbakutezeshwa pale Fort Jesus kuna na majiwe ufai kuanguka, ukianguka utaziwata ngozi, uwatreni vile. Kwa ila ikiwa theory za kimalezi zasomeshwa za kiulaya kisha zije kutekelezwa kwenye maeneo ambayo taa hakuna, sikwambii kompyuta na nini, ndipo pale tunapojiuliza mbona sisi usoma kama wao, hatui kama wao. Na mimi nitakwambia mbona nyinyi huangalia mpira kioni paka kama wao, mbona hamtezi kama wao? Takuteza pamba roho. Umelitoa pasi wewe accurate, katikati limegongana na duru la mtanga, limekona, jamaa wote kupigia mayowe. Si mimi, kipaji nacho, tactics za kupiga mpira ninazo, nimefundishwa namna ya kuitoa ile pasi, lakini dharf tupo vizuri sana. Mahala pa kutekeleza tactics zile ulizonipa kocha na zipaji zangu nilizonazo haziendani. Ndio huyu akaongeza akanena, at-tarbiya hiya musaadatul fardi ala tahqiqi dhatihi, ni kumsaidia mtu kukimu uwepo wake wa kihakika, hata yablugha aqsa kamalatihi almadiyya waruhiyya, mpaka asikilie upeo wa ukamilifu wake wa kimada na kiruhu. Wapi? Fi itar, katika fremu ya nini? Almujtama, ya jamii. Ipi? Alladhi yaishu fihi, anayoishi yeye, sio unayoishi wewe. Nitasimama hapa nifumbe kwa mfano, kesho nitarudi kumaliza. Nataka kwenda mbio lakini haziendeki. Mfano leo, na hii mifano niliwahi kuitoa. Kijana chetu Amu, nazungumza Amu mimi, akiinuka zitu za kwanza anazoziona matoni mwake ni nini? Na hususa tusije sasa kidogo, turudi nyuma kama miaka 10-20. Embe, sio? Waila kama sisi labda vijana wao hawayu. Tajia majina utakayo, kila mtu akwayua. Hakuna sijui embe ngove, batavi, sijui dodo, banali, banyekai, hamara, sio? Kisha simandia shekhe, na ukirudi tena mambo ya shamba ya matonga, zitwaki, makurukwata, sio? Ukirudi katika wanyama, sisi tukifungua mato tumuona nani? Punda mbele yetu. Twajua maneno ya ambatanao na punda, kupiga panda, sio? Galimu, matiti, shoti, sio? Haya maina yote huambatana na nini? Na punda. Sasa unapokuja kuniletea kitabu wataka kunifundisha lugha ya Kiarabu ama lugha ya Kiingereza, wanifundisha grama mathalan, ama wanifundisha kuandika insha, kisha ukianza ukanambia andika insha ya jinsi ya kuvuka barabara upande wa pili, umeelewa vizuri sana? Siziko insha kama hizi rasifu zile, kuruka barabara upande wa pili. Yake siwaambii jana nyinyi wao pengine mwayaona kila mahala. Sasa wewe mimi masala ya barabara kuruka upande wa pili na yuwapi? Mimi ndio pale langoni, simwende jamaa tainua hatua shika upande wa pili. Na masala ya magari ya kutoka huku, magari ya kwenda huku, haya kwenye mazingira yangu. Natoa mifano jamanini kwa kadri, msitukue hii mifano ndio elimu. Au mwambie mtu, badali umwambie maina ya maembe, maina ya kunazi, maina ya nini, zile zitanazoishi, wewe wataka kutupeka kwenye mambo ambayo hakuna kwenye mazingira haya. Ndio mambo anayokusudia huyu, kwamba malezi ni lazima yatengeneze skills na yaamshe zipaji za yule anaelelewa kwenda kuishi kwenye mazingira atakayokuishi.
Kwa hivyo kama aenda kwenye wakulima aende na jembe, ni mifano jamanini. Ukimpeleka na nini kasia, atangia shambani bara, hakuna bahari, auliza kidao kiko wapi, ambia hakuna kidao, jahazi hakuna, basi huku hakuna kazi. Tumeelewana vizuri sana. Na yule atakao kuja kuishi pwani, ukitoka naye kule umempa jembe, akia huku auliza ardhi ya kulima hakuna, ambiwa huku kuna jarife na kutia nini, kutia mshipi, asema hakuna kazi. Sasa tutapotea hapo. Hapa ndipo mahala alikuwa nimependa kufafanua, na nitakoma hapa. Kabla siyakoma, kuna suala fupi ameuliza huyu bwana yana aliniletea, na taraji nimemfahamu, ingawa lina lugha yake kidogo mwisho mwisho limenitatiza. Auliza kwa nini sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ndio tumewekewa swala, saumu, zaka, Safa na Marwa, yani sa'i ile, na sio kama umma uliopita, kwani swala ilikuwa kwa mtume tu, sio umma wake. Saumu pia ilikuwa kwa mtume tu pekee, sio kwa watu wake. Kwanza ndugu yangu aliouliza suala hili, asli ya suala, msingi wake umejengwa kwenye makosa, na matokeo yatakupeka kwenye makosa. Sababu ukianza suala wewe umefaradhia kana kwamba hicho ni kitu kiko wazi tu, swala tumeetewa sisi tu. La, manake ukianza usema kwa nini swala tumeetewa ummati Muhammad peke yake, la. Soma Nabii Allah Isa katika mlezi alipoanza kuzungumza nena inni Abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisalati wazakati madumtu hayya. Sisi tumeelewana vizuri sana. Soma aya kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, na dalili tungu mzima kwamba sala hata katika suratu Maryam ule wakana muqima salati, nani amesifiwa ule mtu mmoja, Nabii Allah Ismail, sio? Rudiani suratu Maryam kama sitaki nisome aya makosa. Kuna mmoja katika ile wadhkur wakana ya'muru ahlahu, alikuwa akiwaamrisha jamaa zake kuswali. Kwa hivyo hakuna fikra kwamba sala ni ya ummati Muhammad peke yake, saumu ni ya ummati Muhammad, au zaka ni za ummati Muhammad. Naam, ndivyo tulivyokuwa tukiswali sisi, ndivyo walivyokuwa wakiswali wao. Hayo ni masala mbali, na hiyo ni tofauti ya sharia. Wa ila kila umma uliletwa kuabudu na kila umma ulipoa ibada. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.